Mambo vipi? Karibu kwenye kijiwe chetu cha story. Na episode hii ya sasa hivi au kipengele hiki cha sasa hivi kitaanza kwanza na mimi kupiga tu story, kujadili issue moja ya msingi hapa ambayo tutakuwa tunaiongelea leo, alafu baada ya hapo sasa ndo baadaye tutafanya kutafuta mtu wa kupiga naye story au watu wa kupiga nao story kuhusiana na hii issue, umeona, na kuiongelea kwa upana. Na leo issue ambayo tutaizungumzia kama unavyoona kwenye title ya video hapo, tutazungumzia issue ya uraia pacha, umeona bana. Sasa kwa jina kwanza nitambulisha, kama unafahamu mimi naitwa Oswald, au kama nilivyokuwa najitambulisha kwamba naitwa jina lingine natambulika kama Tovuti. Na issue ya uraia pacha naizungumzia kwa sababu mimi mwenyewe ni mtu tuseme ni mtu ambaye linaniathiri kwa namna moja au nyingine. Ni kitu ambacho kinanihusu kwa namna moja au nyingine kutokana na kwamba ninaishi nje ya Tanzania. Sasa maana uraia pacha ni nini? Maana uraia pacha ni kwamba tunamaanisha tunazungumzia pale mtu ambapo anakuwa ametoka nchi aliyozaliwa, kutokana amepata uraia kutokana na ile kuzaliwa, kwamba wewe ni raia wa Tanzania, raia wa Kenya kwa sababu umezaliwa hapa. Anatoka anahamia nchi nyingine, anaenda kutafuta maisha, anaenda kuhustle wenyewe tunavyoita. Alafu anaamua kwamba pia anavofika kule labda awe raia wa nchi ile pia. Sasa kuna baadhi ya nchi ambazo zinaruhusu watu kuwa na uraia wa nchi ile aliyozaliwa, alafu baada ya hapo inakuruhusu pia kuwa raia wa nchi ile ambao umefikia, si ndio? Na kuna nchi zinaruhusu kuwa uraia multiple, yani uraia kibao, unaweza kuwa na uraia wa nchi 3 4. Kuna nyingine ni duo tu, unaweza kuwa raia wa nchi 2 na vitu kama hivyo. Sasa kwa Tanzania kwa sasa hivi jinsi ambavyo ipo kikatiba kabisa, nadhani kifungu namba 32 kitu kama sikosei, kwamba mtu huwezi kuwa raia pacha, na kwamba inavyofanya kazi ni kwamba ukipata uraia ukiwa na uraia wa Tanzania, umetoka umekuja kutembea, uko Norway, uko Uingereza, uko Ujerumani, utapotaka kuchukua uraia sasa wa Tanzania inabidi unarudisha uraia wako unapotaka kuchukua uraia wa hiyo nchi uliyohamia, unarudisha au unaukana. Kauli inayotumika ni kwamba unaukana uraia wa Tanzania. Kwa hiyo unakuwa sasa umekuwa wewe ni raia wa hiyo nchi ambao uliohamia. Kwa hiyo kuna ni kifungu kabisa ambacho kiko kwenye katiba, umeona, ambayo kwamba inasema kwamba huwezi kuwa raia wa nchi 2 kama wewe ni raia wa Tanzania. Sasa swali ambalo mimi nimekuwa najiuliza, ambalo watu wengi wamekuwa wakijiuliza, ambalo wengi wetu sisi ambao tunaishi nje bado hatuna jibu sahihi. Yaani watu wengi watakuja na majibu tofauti, lakini jibu lile sahihi kabisa la kwa nini hakuna ambaye anajua. Watu wanazungumzia mambo ya kisiasa, kwamba kwa nini, jibu la kwa nini hii sheria ya uraia pacha iliwekwa, yani historia ya kwa nini ilikuwa ni ya muhimu kuwekwa. Kuna watu wanatoa historia za kiukoloni, kwamba ilikuwa ni kwamba sasa loyalty, wewe labda inawezekana una loyalty na mkoloni, kwa hiyo haieleweki ukipewa Tanzania, kwa hiyo ukiwa Mtanzania inabidi ubaki kuwa Mtanzania. Wengine kuna mambo ya siasa wanazungumzia, umeona, mimi sielewi, sijui kama ipi ni sahihi au vipi, lakini kuna wengine wanazungumzia mambo ya siasa, kuna siasa ya hivi, siasa sio ya Zanzibar na Tanzania, wengine wanazungumzia, yani sababu ziko tofauti, lakini hakuna ambaye anajua kwa ambavyo mimi watu wanaonizunguka at least ambaye anajua pase au ambaye amenipa sababu kabisa ni kwamba kwa nini ilikuwa hivyo. Lakini najua ni kitu ambacho kiliwekwa kikatiba, kikawekwa kwenye sheria na nini kwamba ukiwa Mtanzania basi wewe ni Mtanzania, otherwise sema sitaki kuwa Mtanzania tena, basi ndo unakuwa raia wa nchi nyingine. Kwa sasa ukiangalia kwa Tanzania, sijui idadi kamili, Watanzania wengi sana wanajua wanaishi, na sio zamani ilikuwa kidogo sio wengi sana, miaka ya nyuma, sasa hivi dunia imefunguka. Watanzania wengi sana wanaishi ughaibuni, wanaishi nje ya Tanzania, unaona, wanaishi nje ya Tanzania Afrika, wanaishi nje ya Tanzania Asia, wanaishi nje ya Tanzania Ulaya, wanaishi nje ya Tanzania Amerika, sio Marekani ya Kusini au kaskazini. Na ukiangalia mijadala yote waliokuwa nayo wa Tanzania wanaoishi, ambao ndo wanaitwa diaspora, au sasa ambao sasa tena definition ya diaspora nadhani
kuna mjadala ulitokea hapo nyuma kwamba diaspora ni nani, lakini sio kwa ajili ya hii video. Kwa hiyo watu wanaoishi nje wengi wamekuwa na hili swala, ni kitu ambacho wanajiuliza kila siku. Ukienda kwenye mijadala ndo mjadala mkubwa, yani utaanzia story, itaanzia kwenye mpira, itaanzia kwenye siasa, lakini itaishia kwenye uraia pacha. Sasa sababu gani ambazo zinafanya Watanzania wachukue uraia wa nchi nyingine? Kwa sababu ni rahisi kusema kulaumu wa Tanzania na kusema kwamba wewe uipendi nchi yako, yani ndio maana unachukua uraia wa nchi nyingine, umeona? Kwa hiyo kwa sababu wewe uipendi nchi yako, wengi wao ambao mimi naonaga tukijadili utasikia wewe uitaki tu nchi yako. Kwa hiyo kama unataka uraia wa nchi nyingine basi uachane na Watanzania, kwani si Watanzania tunakuhusu nini? Lakini wengi hawajui sababu inayofanya watu wachukue uraia. Kwa sababu watu wanataka kuchukua uraia kwa sababu kubwa ni kwamba mtu umefika, umekaa katika nchi fulani, umeishi kwa muda fulani, unataka kuwa part ya ile society pia. Uraia unakupa uraia katika ile nchi, unakupa zile haki za kupiga kura na vitu kama hivyo, kulinda na kutetea maslahi ya familia yako. Na wengi ambao wako tayari huko ni kwamba sasa unakuta mtu umeshajenga familia, umejiwekeza na nini. Kwa hiyo unaona tu ni vizuri pia uwe raia wa hiyo nchi, umeona, ili kurahisisha mambo, umeona. Sasa watu na huo uamuzi sio kirahisi, ni uamuzi mgumu sana. Wengi wanafanya huo uamuzi ni uamuzi mgumu sana kwa wengi, kwa sababu inabidi hadi kufikia uamuzi huo kwamba bana mimi naenda kubadilisha uraia, sasa kutokana na sheria ambavyo zilizopo sasa hivi ambavyo zipo za nyumbani, kwamba inabidi kwanza ukane uraia wako wa nyumbani. Kwa hiyo ni kitu kigumu sana. Yani ukiona mtu amebadilisha uraia, yani ujue basi huyo mtu amekaa, ametafakari, amekaa, amejadili na familia, amepima, kwa sababu sio uamuzi lightly, umeona. Mtu kupoteza uraia wa Tanzania ni uamuzi mmoja ambao ni mgumu sana. Ukiona hadi mtu amefanya huo uamuzi, ujue kweli amechambua, ameangalia faida na hasara, umeona. Na kama mtu hadi inafikia anachambua kwa muda huo mrefu na kufanya maamuzi kwa muda huo mrefu ili kuamua kufanya maamuzi kama hayo, inaonyesha sasa ni kitu ambacho obviously anakuwa amekifanya sio kwa kupenda tu, sio kwamba tu kwamba wewe basi mimi bana napenda sana uraia wa nchi. Ingekuwa hivyo kila mtu angekuwa ni ameukana uraia wa Tanzania, unaona. Na ingekuwa kwamba tunaukana uraia wa Tanzania kwa sababu ni mbaya au ni kwa sababu vitu hatupendi, yani ingekuwa faster. Lakini ni kwa sababu ya kuipenda nchi, ndio maana watu wengi unakuta wana sita kidogo katika kufanya uamuzi, umeona. Na sasa kwa sababu wengine wanasema wewe umehamia huko, kwa sasa wewe uipendi Tanzania, yani kwa sababu umehamia. Sasa unapima vipi mapenzi ya nchi? Sijui wanavyosema hivyo, sijui wanatumia vipimo gani kupima mapenzi ya nchi, lakini mimi ukiniuliza mapenzi ya nchi hayapimwi kwa kusema tu kwamba bana wewe umechagua uraia wa nchi nyingine basi hauipendi Tanzania. Sidhani kama ni sahihi. Yani ingekuwa hivyo, yani kwa jinsi ambavyo nimekuja sasa, kwa sababu kuna tofauti vile ambavyo kabla sijaja mimi mwenyewe huku nje nilikuwa na prejudices nyingine pia inawezekana. Lakini sasa nilipokuja baada ya kuja kuona ndo nagundua I say ni shughuli pevu. Yani watu hawaamui lightly, umeona. Na watu wengi bado wanaipenda Tanzania, kwa sababu hadi kiasi kwamba hadi sasa hivi mjadala bado upo na unaendelea kuwepo. Ni kwa sababu watu wanaipenda Tanzania. Ingekuwa watu hawaipendi, yani ingekuwa tu hivi kwamba bana mbona sasa watu wangekuwa wanajadili kitu gani? Maana sasa mtu kama ingekuwa Marekani ndio kila kitu au Ulaya ndio kila kitu au sijui huko Asia au wapi mtu aliko ndio kila kitu, na kwamba na sasa anaukana Utanzania na Utanzania anaona ni waovyo, kusingekuwa na mjadala. Kwa sababu sasa mtu angejadili kitu gani? Lakini kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vinagusa familia zao, na ndio maana wanakuta mjadala wa raia pacha unakuwa bado upo juu, umeona. Sasa kwa mfano watoto ambao unakuta watu wana watoto wamezaliwa nje, ambao wamezaliwa huku, watu wamezaliwa Norway, changamoto wanazokutana nazo, kwa sababu ndio kuna mtoto kabla hadi anapofikisha miaka 18
technically anakuwa na uraia pacha, kwa sababu kiingia naye unapewa muhuri pale na nini na anawekewa kwenye passport. Lakini sasa huyu mtoto baadaye anakuwa ameishi sana huko anakoishi na ametoka anarudi Tanzania, miaka 18 inafika unaambiwa uchague. Yani wewe katika nchi mbili ambazo zinawakilisha katika genetics, unaambiwa uchague moja wapo. Yani ni uchaguzi ambao unakuwa mgumu kwa watoto wengi, na wanaona kwamba wanaona kama vile wanategwa, kwa sababu unakuta nchi yao hii moja huko inaambia unaweza kuwa raia wa huko na wa huko, yani haina shida, sisi tunakuvalue vile vile hata ukiwa raia wa hiyo nchi tunakuvalue hivyo hivyo. Kwa hiyo yule mtoto anaona kama vile upande wa pili kama vile haumvalue kwa kumlazimisha kuchagua, kufanya uchaguzi na kuukana uraia wa nchi moja wapo. Umeona? Nchi nyingi za, unajua watu wanaweza wakazungumzia, unaweza kuona kwamba kwa sababu hizi uraia pacha nyinyi wa Tanzania bwana ndio mna story mingi. Watanzania wanazungumzia sana uraia pacha kwa sababu obviously ndio nchi ambayo bado hawajaruhusu, kwa sababu wenzetu nchi ya Kenya, Rwanda, umeona nchi za Ghana, umeona Nigeria tayari wameshafanya mabadiliko katika mifumo yao na inaruhusu. Kwa hiyo ina maana kwamba Mkenya akishapata uraia wa hapa bado anakuwa na passport yake ya nyumbani. Kwa hiyo ina maana hata akipata watoto inakuwa rahisi kuwafanya kuwa ni raia wa Kenya pia, ambapo ina maana kwamba sasa ile kujisikia connected kuna kuwepo ni kukubwa zaidi, unaona. Na nchi nyingi zilikuwepo kama Tanzania hapo mwanzo ukifikiria. So kwamba labda na zenyewe zilikuwa hivyo toka kuanzia, hapana. Nchi nyingi zilikuwa kama Tanzania, zilikuwa na sheria na katiba ambazo zinazuia kama Tanzania, lakini sasa baada ya muda wakabadilisha hizo sheria zao, wakabadilisha hizo mifumo zao, katiba zao na nini kuweza kuruhusu. Lakini na yote hiyo kuruhusu ni kutokana na kuruhusu au kutoruhusu ni mabadiliko aidha ya kikatiba au kisheria, unaona, ambao serikali na nchi zao zimefanya. Kenya walibadilisha katiba kama unavyofahamu. Kwa Kenya wao, kwa sababu katiba yao ilikuwa kama ya kwetu, ilikuwa hivyo hivyo, na yenyewe hairuhusu uraia pacha wala nini. Lakini baadaye, baada ya kupima pros and cons, na wakaona kwamba faida za kuwa na watu wa raia hizi ni vipi, wakapima kwa ukubwa wake, wakaamua wabadilishe. Umeona bana? Na hii sio kusema kwamba labda kuisema Tanzania au vipi. Kila nchi inafanya inachoamua na kila nchi inafanya ambacho inaona ni sawa kwa raia wake, lakini ni swali pia zuri tu la kujiuliza kwamba kwa nini sasa Tanzania yenyewe haiko hivyo, au kwa nini kwetu inakuwa ngumu kufanya hivyo na vitu kama hivyo. Ni vitu gani, ni faida gani ambazo nchi nyingine ukiangalia unaona zimepata kutokana na kuwa na hiyo na population kubwa ya diaspora ambayo ina uraia pacha, umeona? Au kama ni hasara zipi sasa? Kwa sababu kama sasa hivi toka Kenya ibadilishe hiyo katiba, hizo vitu ambazo sisi wa Tanzania tunaziogopa, tujaribu kuangalia wao zimewafanya nini, yani wana hali mbaya kiasi gani kutokana na kubadilisha uraia pacha, kiasi kwamba hadi tuseme umeona Kenya jinsi ambavyo walivyo. Ndio hii kitu sisi tulikuwa tunasema hatutaki kufanya, kwa sababu ona Kenya wanapata shida, au ona Ghana wanapata shida, au ona Rwanda wanapopata shida kutokana na hii kitu. Kwa hiyo ndio maana na sisi tuko firm, hatutaki kuibadilisha, umeona. Kwa hiyo ndio mijadala ambayo inakuwa inaenda back and forth, na kama wanavyosema bana, ukimhusika siku zote, ukiongea na mhusika watu wa diaspora huko, ambao sasa ndio ukienda kwenye magroup hizo na ni mjadala, yani ni story ni hiyo hiyo, yani utaenda siasa, itaenda mpira, itaenda wapi, lakini mwisho wa siku yani hata story ya mpira itakunjwa, yani italetwa kwenye uraia pacha, kwa sababu yani kila mtu ambaye yuko huku yuko impacted na issue ya uraia pacha, umeona bana. Kwa hiyo yani iko hivyo. Wewe kama ambaye unaangalia hii video, wewe unaonaje? Unadhani jinsi ilivyo ni sahihi, kusio na mabadiliko yoyote? Na kama unaona kusio na mabadiliko yoyote, ni kwa sababu gani? Unaona wewe binafsi unavyoona ni kwa sababu gani? Je, kukiwa watu wakiwa na uraia, tuseme kwamba mimi nikiwa na uraia pacha, kwa mfano nikawa na uraia wa Denmark na nikawa na uraia wa Tanzania, wewe unaathirika vipi? Nchi inaathirika vipi? Umeona Tanzania kama Tanzania inaathirika vipi?
na kwa nini yani tukitaka kuzicompare hizo faida na hasara, kwa nini unahisi hasara ni nyingi zaidi kuliko faida au faida ni nyingi zaidi kuliko hasara kwa mfano? Umeona? Kwa wingi yani ukiangalia mijadala iliyopo, mimi nikiangalia mijadala jinsi nilivyoona inavyoenda, watu wengi au niseme nimeona wanasiasa wengi au wadau wengi wa hii issue kumekuwa wana hofu kuhusu uraia pacha, na hofu yani unakuta inakuwa ina base, wengi wanataja katika masuala ya usalama na uaminifu. Unaona kwamba sasa ukiwapa uraia watu ambao yani kwa mfano kama sasa mimi maana nikishakuwa raia wa mtu mwingine kwamba nimeukana kwa sio Mtanzania, si ndio? Kwa hiyo kwamba ukiniruhusu nimiliki ardhi kwamba labda naweza nikafanya mambo, ndio hizo mambo ya sabotage na mambo ya espionage nini au mambo yani issue fulani za kiusalama. Unaona? Lakini je, ina mashiko hii kitu? Unaona? Je, hawa yani kama mambo ya kiusalama, hawa ambao wameshabadilisha uraia, wameshaukana wa Tanzania, hawawezi wakafanya hivyo vitu kama wakitaka kufanya vitu ambavyo sio vya kisheria na labda vya ajabu? Je, hao watu ambao wako tayari Tanzania wanaotoka nchi nyingine hawafanyi makosa kwa sababu tu hawana uraia wa Tanzania? Je, kuna watu wote ambao labda tuseme wanatoka China, wanatoka wapi ambao wanaishi Tanzania na wanafanya makosa haya ambayo labda ambayo tunahofia, ambayo ya kiusalama, kuna ya masuala ya kiuaminifu? Umeona? Na je, kama hiyo ndo tatizo, kuna namna ambayo labda imeangaliwa sasa namna ya kudhibiti? Kwa sababu njia moja ni kwamba unaweza kusema tu uraia pacha na tuna hivi tukishafungia basi tumesolve hii tatizo. Kwa hiyo unakuja unaangalia, je, tatizo kweli limekuwa solved? Kama bado lipo, maana kitu cha kwanza uraia pacha sio tatizo. Unaona? Kama uraia pacha bado hujaruhusu na yale matatizo bado yana persist, maana kuna sababu zingine za hayo matatizo ya kiusalama na kuna sababu zingine za hayo mambo ya kiuaminifu. Unaona? Na sasa hapo ili kudili na hiyo issue inabidi utafute namna ya kudhibiti hayo matatizo instead of kuwanyima watu uwezo wa kuwa wa Tanzania. Hiyo ni mawazo yangu mimi. Ni mawazo yangu mimi kwa sababu obviously na mimi inanigusa. Unaona? Ni kitu ambacho natamani sana yani kifanyiwe kazi, yani kuwe na uraia pacha basically. Umeona? Sasa hapo tumezungumzia kwamba hizo athari watu wanafikiria, kuna ambao wanazungumzia athari za kiusalama na kiuaminifu. Umeona? Hizo mambo za loyalty na vitu kama hivyo. Alafu kuna watu ambao wanazungumzia athari za kiuchumi. Umeona? Sasa hao wanaozungumzia athari za kiuchumi, wengi wao sio katika wale ambao wanapinga uraia pacha, kwa sababu wanaopinga uraia pacha kidogo ni vigumu kutoa sababu za kiuchumi, kwa sababu tunajua yani remittance na hela nyingi za kigeni ambazo zinakuja nchini zinatoka kwa Watanzania wanaoishi nje pia. Nadhani nilisoma sehemu ni kuna katika sekta ni sekta yani moja hapo za juu kabisa ambazo zinaleta hela za kigeni. Umeona? Kwa sababu mimi ninavyoamini kila Mtanzania anayeishi nje akipata mshahara, kuna baadhi ya ile hela kwenye ile mshahara, siku ile mshahara umeingia inachomoka inaenda Tanzania. Yani automatically, yani unakuta tu yani inaenda Tanzania. Mimi mwenyewe naweza nikazungumzia hiyo kitu, ni kwamba toka siku ya kwanza unavofika hapa, siku ya kwanza unavotoka, yani kuna hela mwisho wa mwezi inatoka yako inaenda Tanzania, na hiyo ni tayari ya kigeni. Unaweza kuzungumzia bana hiyo hela ni ukaiona ni sio significant, lakini significant ukiangalia kwa idadi ya diaspora au watu waliotokea Tanzania wanapozidi kuongezeka, ni hela ambayo inaleta maana. Unaona? Kwa hao ambao wako ambao wanaunga mkono issue ya uraia pacha, basi unakuta ndo wanakuwa wanazungumzia vitu kama hivyo kwamba bana sikiliza, ukifungua hivyo watu watawekeza zaidi. Umeona? Utapata yani utapoteza, usipofungua utapoteza wawekezaji wazalendo, kwa sababu sasa hawa tayari ni wazawa. Umeona? Yani wanavyoenda kuwekeza sio tu wanawekeza tu kwa ile kwa lengo la
maximize profit, kuna ile kuwekeza yani kwa kujisikia ile nchi yako, yani nyumbani kwako, yani unaona, kama ambavyo tunajua sio Tanzania au watu wa Afrika tuna ule utamaduni wa kwamba bana jenga nyumbani au wekeza nyumbani, yani na nyumbani tunawekezaga hata biashara ambazo zinatupotezea hela, na kitu ambacho mimi nijifunza kwamba unakuta watu wanawekeza, yani hadi unafika kipindi unamuuliza, unaambia mjomba, kwa nini usijaribu kutafakari namna unavyowekeza? Yani mtu unakuta anafanya biashara sio ya makontena, sio napeleka sio vitu gani sio Tanzania, anaenda anapigwa hela yote inaisha, mara sio nani kapokea hela sio nini kavurumiwa, kesho yake tena anafunga kontena jingine. Kwa sababu mwekezaji mzalendo yani kumkatisha tamani vigumu, lakini mwekezaji ambaye sio mzalendo yani akija akishawekisha pale asio anajenga sio hoteli sio nini, afa akakutana na watu sio akamdhulumu sio mara wakaiba simenti, kesho yake anapaki vitu vyake anapotea. Umeona bana? Wakati mwekezaji mzalendo ataibiwa, atafanya hivi kwa sababu ashazoea namna ya kudili na wazawa. Anajua tu kuna namna nitapatia, atarudi tena. Umeona? Wengi kwa sababu unajua wengi ambao wakishindwa kuwekeza hivyo wanaamua kwenda kuwekeza nchi za jirani ambazo zinahusiana na ambazo zinakubali uraia pacha au vitu za namna hiyo. Mimi nimepata habari za watu wa Tanzania kibao ambao wanatokea labda mipakani mwa Tanzania na Kenya, wanaamua kutafuta namna ya kupata uraia wa Kenya kwanza, alafu wanapiga chini wa Tanzania, alafu sasa kwa sababu kama ni mpakani pale labda yeye anakaa Moshi hapa na nani hapo, si ndio? Anaopiga chini wa Tanzania, anachukua wa Kenya upande wa pili tu wa barabara, alafu anachukua wa ile nchi. Kwa anakuwa na uraia wa kule nchi anayoishi, ana uraia wa ile Kenya ambao ni upande wa pili, kilomita 1 upande wa pili. Basi maana hata kama pale akijenga anajenga maana ni kama yuko pale nyumbani, umeona? Ambao sasa maana inarudi kwenye ile issue ya kuhamisha resources kutoka nchi kwenda nchi ya jirani. Umeona? Watu kwa inakuwa inaleta issue. Na kuna Watanzania ambao yani wanatamani kurudi Tanzania, wanatamani kurudi na kuwekeza, yani sio anatamani arudi Tanzania, lakini yeye ameshikilia nini hii tunasema uraia wa nchi nyingine, ili yeye anajua kwamba kwa sababu tuende mbele tukatae, kuna faida ambazo tunapata kuwepo katika hizo nchi nyingine na kuna faida zinapatikana kwa kuwepo Tanzania. Kwa hiyo ina maana mtu pia ukimwambia baadaye kwamba bana wewe achana na huyo, ukitaka kuwa Mtanzania achana na huo uraia wa huko, njoo huko, basi mtu anaamua akilinganisha labda yeye kwake akiona kwamba faida za kuwepo kwenye hiyo nchi ni nyingi kuliko faida za kuwepo Tanzania, basi anapiga chini hata ule mpango wake ambao alikuwa nao kurudi Tanzania ili aweze kufanya vitu, ili aweze kama akiona vipi mambo ya kina nini ndo aondoke, anaamua kukansel. Kwa hiyo nchi bado inakuwa inapata issue ya kukosa wawekezaji wazalendo ambao mimi na uhakika tukianza na wawekezaji wazalendo wanaijua nchi, wawekezaji wazalendo wanawekeza kwa sababu ya kutoka moyoni kweli na nini wako tayari ku take losses na nini wanaielewa mifumo. Umeona, inakuwa rahisi hata wao kufanya biashara ambazo zinaenda kuwasaidia moja kwa moja watu wa kawaida. Umeona, sasa unaanza kujiuliza kwamba yani sasa hivi ukiangalia jinsi teknolojia zilivyo, fingerprints sijui nini sijui facial recognition sijui nini, umeona, kwa nini hivi vitu vyote visitumike katika kusema kwamba sasa ngoja tutaweka uraia pacha, lakini bana hivi na hivi tunahakikisha kwamba yani tunajua kila kitu kinachoendelea kuhusu wewe. Umeona, na unaweza kaekwa tu bana, na kwa sababu labda huko ukiishi hapa labda miaka 5 ndio utaruhusiwa kupiga kura. Umeona, labda ukiwepo hapa umeishi constant miaka 5 ndio utaruhusiwa kupiga kura, lakini kama una uraia pacha uruhusiwi kupiga kura. Unaweza ukaja ukatembea, unaweza ukawekeza ukafanya nini, lakini uwezi kuchagua kwa sababu ni kama huku tu uwezi yani wanapiga kura watu of course wa huku wakiwa wanaishi kama Tanzania, wanapiga kura kwenye urais na nini, lakini hawezi akaja akapiga kura kwenye serikali ya mtaa kwa sababu obviously wewe huishi pale. Wewe sasa hivi unaishi Dar es Salaam, sasa serikali ya mtaa hapa Copenhagen utapiga kura, unachagua kitu gani? Unajuaje matatizo ya hapa? Unajui. Kwa hiyo kuna namna tu hii mifumo ya kiteknolojia unaweza kutengeneza kiasi kwamba ikadhibiti uraia pacha, kwamba kuhakikisha kwamba pande zote mbili, upande wa serikali, upande wa nchi na nini, wote wana benefit. Umeona, bila kuweka hizo hatari ambazo tulikuwa tunafikiria kwamba bana hizi zinaweza
zinaweza zikawa zinatishia kwa nini turuhusu uraia pacha, umeona. Na uraia pacha ndo kama hiyo, kwa sababu ndo hicho kipengele kwamba uraia pacha wenye masharti maalum, kwa sababu unaweza sio, kuna ile uraia pacha wa gombania goli kwamba umefungulia tu bana wewe raia papa, hizo wenzetu wanafanya, umeona. Lakini wenzetu wako mbele katika hilo, tayari washa mjadala uraia pacha walishaipita, umeona, zamani. Kwa hiyo wao sasa hivi uraia kuwa raia, kwa sababu wameamua ni kwamba tu wamefuatilia nini athari na faida na nini na namna ya kuzimitigate basi. Kwa hiyo system zinajua tu, yani wewe hata kodi ukitoka, yani ukitoka hapa ukafanya eti kosa ukalipa tuseme labda ukapigwa fine labda umespeed, umeona, afu ukatoka eti kwa sababu na uraia pacha bado si una uraia wa Marekani, eti ukaenda Marekani ukategemea ndo hutalipa hiyo kitu. Sawa, wenzetu yani jinsi walivyoweka kutoka na mifumo yao ni kwamba yani utafika zako Marekani, utakaa tu, baada ya wiki utaenda kuangalia kwenye mailbox, utaambiwa tu bana ile speeding ticket yako ya Denmark ile pale, hii hapa, hebu ilipe chapu, umeona. Na wameweka mifumo vizuri tu, ni kwamba yani na kule mahakama tu inakuchukua vizuri tu kama ukivunja sheria ya huku, na umeona. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo, mifumo ambayo ipo ambayo tunaweza tukaiga, umeona, kiurahisi na kuzuia hizo. Sidhani kama eti vitu ambavyo tunaogopa viko specific kwa nchi moja. Yani hiyo ndio kitu kimoja kwamba kama hivi vitu nchi nyingine nyingi zimefanya na kila kitu kiko poa, umeona. Yani kwa hiyo inabaki baadaye unaona kwamba sasa haya matatizo ambayo mnazungumzia ina maana yako tu nyumbani kwetu tu, umeona. Wao watu wanajiuliza, maana Tanzania tu ndo kuna uoga mkubwa sana kwamba haya mambo yanaweza katokea kuliko alivyotokea sehemu nyingine. Kwa hiyo ni mjadala mpana sana kufanya na je, ukitaka kuweka masharti maalum, hayo masharti yanaanzia wapi yanaishia wapi, umeona, namna ya kuyaset, umeona. Kuna wengine wakazungumzia kwa sababu basi ikiwezekana basi kuwe na ile hadhi maalum au si diaspora ID, yani unafika kwamba unakuwa na ID ambayo inakufahamika kwamba bana wewe ni nani, pamoja na kwamba ni Muingereza au sio bana, lakini wewe ni mzawa wa hapa, ni Mtanzania, na tunajua kwamba wewe ulitoka hapa ukaenda kutafuta maisha Uingereza na ukaamua kuishi huko Uingereza. Kwa hiyo sasa hapa sisi tunakuruhusu wewe, uko tofauti na hao wengine wote wanaokuja, kwa maana kwamba wewe utaruhusiwa labda hivyo kumiliki ardhi, kwa sababu tu kweli kitu kikubwa ni ardhi, na hizo si kujenga, si nyumba, si nini, uwekezaji wa namna hiyo. Kwa sababu vitu vingine vyote tukiwa wa kweli, sijui eti visa, si gharama visa ni $50, okay? Gharama visa ni $50. Yaani $50, $50 mimi haiwezi kanizuia kwenda Tanzania, umeona, au haiwezi kumzuia mtu mwingine yote kwenda Tanzania. Kwa sababu $50 si utaitafuta tu kesho yake $50 nyingine. Kwa hiyo ile $50 si ya visa si nini, sio kitu. Yaani ukiniuliza mimi sidhani kama ni issue yenyewe kabisa. Issue iko kwenye hizi issue zingine ambazo labda wengine ndo hatuzijui. Kwa hiyo sasa hizo sasa tunawezaje kuziface? Ndio ingekuwa labda kama hivyo issue ya diaspora ID. Je, Watanzania wanaoishi nje wanaweza kuwa na hizo hadhi maalum, ambao sasa hiyo hadhi maalum, sasa hiyo diaspora ID ni kwamba inawaruhusu sasa kumiliki ardhi na mali zingine hapo nchini, umeona. Ni kwamba watu kwamba sasa hao watu bana, kutokana na hii diaspora ID au hadhi maalum waliokuwa nao, basi tunaweza tukawaruhusu wamiliki ardhi, umeona. Kitu cha kwanza ambacho ndio kitu kikubwa na cha msingi, au wamiliki mali zingine, au wakitaka kuwekeza katika issue zingine. Lakini kikubwa faida, mimi nadhani na mimi ukiniuliza, nadhani kuhusu issue ya hadhi maalum ni ardhi. Yani wa Tanzania, kutokana na jinsi ambavyo tulivyo, ni kwamba kumiliki, yani mtu hawezi apate plot auende ajenge, kwa sababu ndio hiyo kitu yani hiyo tumeumbwa nayo tu sisi. Yani kuna ile pride unakuwa nayo kwamba bana mimi nimejenga sehemu. Jenga, watu wa Tanzania wanamiliki mansion huko duniani, wanamiliki mansion huko Marekani, wanamiliki. Lakini Tanzania unakuta anamiliki mansion huko Marekani, wanamiliki mansion Canada, lakini hatoridhika mpaka awe na, unaona, tunapasianaga tu, unakuta tunapasianaga tu hizi ramani za viwanja, sio vimepimwa, sijui bana Kigamboni, sijui vimepima wapi, unakuta pale ndo watu hapo yani ikishaanza hiyo tu mjadala ya pacha unaanza right away.
Sasa hii umeona hii ingekuwa hivi au ingekuwa hivi au ingekuwa hivi, wengine wanaanza kuzungumzia issue za Nyerere, stories za toka Nyerere ilivyokuwa, wengine wataanza kuzungumzia sijui siasa, wengine watazungumzia Chadema, na wengine watazungumzia CCM, wengine watazungumzia hivi. Yaani inakuwa story, yani ndio hivyo. Umeona? Kwa hiyo na naweza nikaelewa kwa nini labda kwa mfano katika issue za ushiriki labda wa mambo ya kisiasa na nini. Inawezekana labda ukasema kwamba watu watakuja na mlengo tofauti na nini. Ni kweli watu wameishi miaka mingi nje, labda inawezekana ideolojia zao zimebadilika au wana au labda serikali na wasiwasi labda wanaweza waka influence labda watu na nini. Ni okay, fair enough, ni worry ambayo yani ni fair enough, lakini ni rahisi kudhibiti kitu kama hicho mimi ukiniuliza binafsi, kwa sababu ni kwamba unaweza ukasema tu kwamba bana okay, sasa sikia wewe ninayapacha nini, unaweza kununua ardhi, unaweza kufanya nini, hizi issue zako zote tumezana. Lakini ili ushiriki kupiga kura kwa mfano kwenye siasa ya Tanzania inabidi uwe umeishi labda hapa miaka 5. Umeona? Yaani katika hiyo miaka yako ya uraia huo inabidi uwe umeishi hapa consecutive miaka 5. Umeona? Baada ya ule mwaka wa 5 ndo unaruhusiwa kupiga kura. Umeona? Na labda unaweza kusema labda baada ya miaka 3 unaweza kuruhusiwa kupiga kura katika uchaguzi wa kata nini, miaka 5 unaweza kuruhusiwa kupiga kura. Kwa sababu sasa huko unaishi hapa. Umeona? Japokuwa na pia una passport ya sehemu nyingine, lakini huko unaishi hapa, kwa hiyo inabidi maamuzi ushiriki katika demokrasia, si ndio? Kwa hiyo kwamba unaweza miaka 10 au miaka 20 whatever. Umeona? Lakini kwamba kuna hiyo kitu. Umeona? Kwamba baada hii time unaweza umeona ukashiriki kwenye issue za kisiasa, vitu kama hivyo. Je, umeona uraia pacha unaweza kutumia kama daraja la maendeleo pia, kwa sababu uraia pacha ndio hiyo, kama watu watashiriki kwenye uchumi na nini, inaweza kusaidia katika maendeleo, unaona. Kwa hiyo ndio niliona tuijadili tu kidogo hiyo issue uraia pacha wiki hii, alafu nikiona jinsi nitavyoona comments na jinsi watu wanavyoifikiria issue ya uraia pacha. Je, wewe unaonaje nini? Niandikie kama una contact, kama unatufollow kwenye Instagram, nenda jaribu kuandika, kutuandikia tujue vipi. Umeona? Lakini pia unaweza ukaenda kwenye hii video uka comment na nini mawazo yako, nini unafikiri kifanyike au nini kimefanyika au nini kiko vibaya, nini hakiko sawa. Afeni hayo mambo mijadala tutaichukua, tukishamaliza hiyo mijadala tutaona vipi tunaweza ukatafuta mtu akupiga naye story sasa. Kwa kipindi kitachokuja kikawa cha story kama kawaida ambavyo tunapiga siku zote. Asante sana, mimi nasema asante sana kwa hii episode fupi ambayo iko tofauti kidogo. Nishukuru kwa ushiriki wako na tutaona na episode inayofuata. Nenda ka follow, nenda ka subscribe, nenda ka share na watu wengine ili waweze pia na wenyewe kupata hizi vitu ambazo tunajadili. Umeona bana? Jaribu kusambaza pia, kwa sababu kuna mambo mengi sana yanakuja kutokana na hii podcast ya Mambo Vipi. Basi kama hivyo, au sio bana? Asante sana. Hii ndo Mambo Vipi. Nashukuru sana kwa kushiriki na mimi leo.